Sasa taifa linaendelea kukumbwa na majonzi makubwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika bweni la shule ya upili ya wasichana ya utumishi na kusababisha vifo vya wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Tukio hilo sasa linaibua maswali mapya kuhusu usalama shuleni. Je, vifo hivi vingezuilika? Huku uchunguzi ukiendelea, ripoti za ukaguzi wa serikali zilizopita zinaonyesha mapungufu makubwa katika maandalizi ya kukabiliana na moto shuleni na viwango vya usalama vikidaiwa kutotekelezwa kikamilifu katika taasisi nyingi. Hii ni taarifa iliyoandaliwa na Ashley Atieno. Baada ya nyoyo za wanafunzi 16 kuangamia, maswali yote sasa yanaelekezwa kwa iwapo shule hiyo ilifuata viwango vya usalama vya Wizara ya Elimu au la. Kwa mujibu ya mwongozo wa usalama mwaka 2008, mabweni yanapaswa kuwa na vitanda vyenye nafasi ya angalau mita 1.2, njia za dharura zenye upana wa mita 2, milango inayofunguka kuelekea nje pamoja na madirisha yasiyo na vyuma vigumu. Shule pia zinatakiwa kuwa na vifaa vya kuzima moto, kengele za tahadhari, ramani za uokoaji na mazoezi ya mara kwa mara ya dharura. Hata hivyo, video zilizochukuliwa shuleni utumishi baada ya tukio la alfajiri ya Alhamisi zinaonyesha madirisha yenye vyuma, kinyume na masharti hayo ya msingi ya usalama. Lakini hili si jambo geni. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ilionyesha kuwa shule 42 zilikaguliwa nchini na zilikuwa na mapungufu makubwa ya usalama wa moto. Hakukuwa na ramani za uokoaji, vifaa vya moto vilikuwa haba na baadhi ya mabweni yalikuwa na milango iliyofungukia ndani au kukosa njia za dharura. Ripoti hiyo pia ilibaini msongamano mkubwa wa wanafunzi, ambapo baadhi ya shule zilikuwa zimezidisha idadi ya wanafunzi kwa mamia, huku mabweni yakiwa na vitanda vya ghorofa 2 au 3 bila nafasi za kutosha. Baada ya mkasa wa shule ya Hillside Endarasha mwaka 2024 uliowaua wanafunzi 21, Wizara ya Elimu ilifanya ukaguzi mpya wa kitaifa. Matokeo yake yalikuwa mazito. Shule 348 zilitangazwa kutokidhi viwango vya kuwa na mabweni. Zilibainika kuwa na madirisha yenye vyuma, milango finyu, vifaa vya moto visivyofanya kazi na mabweni yaliyojaa kupita kiasi. Sasa wakati uchunguzi ukiendelea shule ya wasichana ya utumishi Gilgil, taifa linaachwa na maswali chungu nzima. Je, shule ilikuwa imezingatia viwango vya msingi vya usalama? Je, ripoti za ukaguzi zilitekelezwa ama hutumia fedha za umma tu kuyanufaisha majopo yanayotwikwa jukumu? Na je, kwa kuondoa mapuza, maisha haya ya watoto 16 yangeweza kuokolewa?